Kwa mara nyingine tena tunaelekea nchini Tanzania. Kama ambavyo tunajua, huu ni mwaka wa uchaguzi. Kwa hakika tumebakia kipindi cha mwezi mmoja tu kuingia katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 katika taifa hilo la Afrika Mashariki, na bado kuna hali ya mtafaruku wa kisiasa panapohusika vyama vya upinzani, hasa hapa tunazungumzia chama cha ACT Wazalendo ambacho kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kimeshindwa hadi sasa kumsimamisha mgombea wake wa uraisi baada ya kupigwa teke mara ya kwanza na tume ya uchaguzi na mara ya pili pia tena na tume ya uchaguzi. Tunaungana hapa na katibu mkuu wa chama hicho Ado Shaibu kuzungumzia mwelekeo wa kisiasa wa chama chake katika wakati huu wakiendelea kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi huo. Karibu sana kabisa Ado Shaibu kwenye Kinagaubaga. Asante sana ndugu yangu. Kama ambavyo tumeeleza katika mukhtasari utangulizi wetu, ni kwamba bado mpo katika vita vya kisiasa na kisheria mpaka sasa kuhusu hatima ya mgombea wenu wa urais, ingawa kwa kauli ya mwisho kabisa ambayo tumepokea kutoka tume imesema kwa mara nyingine tena kwamba nyinyi hamuna mgombea wa urais katika uchaguzi huu. Nini kauli yenu? Msimamo wetu sisi ni kwamba haijaisha mpaka ishe, kwa maana ya kwamba tunaendelea kufanya kila jitihada kupitia njia za kisheria kuhakikisha kwamba haki yetu ya kusimamisha mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inapatikana, kwa sababu tunaamini tuko sahihi kisheria na kwamba hiyo ni haki yetu na hatujavunja matakwa yoyote ya kiuchaguzi ambayo yangeweza kuhalalisha kuenguliwa kwa mgombea wetu, na tunadhani tume ya uchaguzi ingeweza kujiepusha kushughulika na jambo hilo kwa sababu kuna kesi mahakamani juu ya jambo husika. Mtu angesema pia nyinyi wakati mnamtaka au mnasema kwamba tume huru ya uchaguzi haikupaswa kutia mkono katika kitu ambacho kiko mahakamani, hamkupaswa kumtangaza mtu wenu kuwa ni mgombea wa rais, bado hamkupaswa kumuonesha kwamba yeye aendelea kuwa na jina lake lile mwanzo alikuwa mgombea wa rais ambayo ameshavuliwa na tume ya uchaguzi. Dhana ya ugombea iko ugombea ndani ya chama na urasmi wa kugombea baada ya kupata uteuzi wa tume ya uchaguzi. Ugombea ndani ya chama huwa ni ile nia ya kugombea, lugha nyingine huitwa watia nia. Kwa hiyo ni wagombea kutokana na ruhusa ya chama, lakini ugombea rasmi ukamilika baada ya uteuzi wa tume. Sioni sababu yote ya msingi ya kugombania dhana ugombea. Huyu ni mgombea mwenye idhini ya ACT Wazalendo, hajapata tiketi rasmi ya kuwa mgombea kwa tume ya uchaguzi. Sijawahi kuona tume ikiweka zuio hilo katika medani ya siasa nchini Tanzania. Hatujawahi kugombania majina. Tume itafanya maamuzi yake baada ya mahakama. Hilo ni jambo jingine. Au unakusudia ingetakiwa ifanye maamuzi yake baada ya mahakama na sio kabla ya mahakama? Huo ndio msimamo wetu, kwa sababu dhana ugombea baada ya sisi kwenda kufungua kesi mahakamani, maana yake bado sisi tunadhani anayo haki ya kuendelea mpaka pale mahakama itaposema imejiridhisha na uamuzi wa tume. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi tunaona hakuna shida yoyote. Kitu kimoja katika historia ya kisiasa ya Tanzania, Ado, ni kwamba hamujioni kwamba nyinyi mnapita njia ile ile ambayo kwa mfano chama cha CUF kilipitia wakati wa kesi yao katika mahakama kuu na mwisho ikaangushwa? Sisi tunafuatilia kwa karibu mwenendo wa mahakama. Kwa kweli tumetiwa nguvu na kauli ya jaji kiongozi ndugu Mustafa Siani kwamba majaji na mahakimu wajitahidi kuhakikisha kwamba wanatenda haki ili kujenga kile alichokiita imani ya mahakama katika mashauri ya uchaguzi. Tunaipa nafasi mahakama kufanya haki ili iweze kujenga imani yake, na kwa kweli mpaka sasa jinsi mashauri haya yalivyoendeshwa tumeona kwamba mahakama imejipambanua. Kauli yetu isimaanishe kwamba kujawahi kuwa na changamoto huko nyuma na mahakama, ila kwa sasa sisi tumesema hatutoacha kutumia mahakama mpaka dakika ya mwisho. Kampeni zetu za udiwani pamoja na wabunge zinaendelea. Kampeni zetu kwa upande wa Zanzibar, ngazi ya urais wa Zanzibar, wawakilishi wa bunge na madiwani katika wadi mbalimbali zinaendelea,
lakini hili la urais pia hatuwezi kuishia njiani. Tutaendelea nalo kwenye mahakama zote kuhakikisha kwamba haki yetu inapatikana. Kwa namna gani michakato hii ya kwenda mahakamani na kurudi kwenda kule na huku inaathiri nafasi yenu kama chama cha siasa ambacho kimeingia katika uchaguzi na katika mazingira kama haya ambayo mmeingia? Athari ipo kwa sababu mgombea urais ametengewa siku za kufanya kampeni. Ni hakika kwamba haki yake ya kuzunguka nchi nzima itakuwa imeathiriwa, lakini pia mgombea urais hutegemewa sana katika siasa za Tanzania kuzunguka kwa nadi wagombea kwenye majimbo mbalimbali, na kuzingatia idadi ya majimbo Tanzania ambayo ni zaidi ya 200. Bila shaka kuna athari ya moja kwa moja kwa mapambano haya yanayoendelea katika mahakama. Muda huu mgombea angepaswa kuwa anatoa changamoto yake kwa mgombea wa CCM, na utatazama kwamba hata kampeni kwa maoni yangu na kwa maoni ya chama chetu zimepoa, na mgombea wa CCM hapati changamoto za kutosha. Nyinyi chama cha siasa, na siasa zina siasa zake. Katika miongoni ambao wanatoka katika siasa hizo zenye siasa zake ni kwamba mchunga ambaye anapigwa na ng'ombe wake mwenyewe. Nyinyi ACT Wazalendo, kinyume na wenzenu chama kikubwa cha upinzani kwa upande wa Tanzania bara Chadema, ambacho kiliamua kabisa kutokwenda katika uchaguzi huu, nyinyi mmekwenda, mmesaini kila ambacho kinapaswa kusaini, hatimaye mmeangushwa na mfumo ule ule ambao mlidhani kwamba mnaweza kufanya kazi kurekebisha ndani yake. Unasemaje kuhusu hili? Ni kweli kwamba ACT Wazalendo lijipambanua kwa msimamo wa kwamba tutashiriki tukipambana na tutapambana tukishiriki, na haya ndiyo mapambano yenyewe. Tunaendelea na mapambano kwenye kila hatua, kuanzia hatua za uteuzi wa wagombea wetu wa udiwani wa bunge na urais, na kipindi hiki cha kampeni, na pengine kutakuwa na mapambano makali zaidi wakati wa upigaji kura na utoaji wa matokeo. Sisi tumejiandaa kwa kila hatua, na ndio ukaona kwamba kila hujuma ambayo inajitokeza dhidi yetu tunajaribu kuikabili. Mwisho wa siku tutaona njia hii ambayo tumeipitia imetupa mafanikio gani, lakini hatujachoka kupambana. Maana yake ni kusema kwamba mnachofanya ni kujaribu na kuangalia makosa ambayo yapo, halafu mwangalie huko mbeleni marekebisho ambayo yanaweza kufanyika. Hamna uhakika, mnajaribu na kuangalia makosa yako wapi. Demokrasia ya Kiafrika haina uhakika, ni demokrasia ya mapambano. Tangu mwanzo tulipochagua mkondo wa upinzani, tulijua kwamba tunashughulika na demokrasia ambayo imekosa taasisi imara na sheria madhubuti za kuilinda hiyo demokrasia ili itekelezwe kwa vitendo. Kwa hiyo ukishakuwa mwanasiasa katika nchi hizi za Kiafrika, huwezi kuwa na hakika. Ni kila siku, kila wakati ni wakati wa mapambano. Kwa hiyo mapambano yanaendelea na hatutokoma kupambana mpaka demokrasia ya kweli iweze kupatikana. Na mpenzi msikilizaji, ni Ado Shaibu Ado, katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo nchini Tanzania, ambaye tumezungumza naye hapa leo kwenye Kinaga Ubaga juu ya mwenendo wa siasa, wakati ambapo chama chake kinaendelea kupigania mpaka sasa kuwa na mgombea urais katika taifa la Afrika Mashariki. Nakushukuru sana kabisa Ado, nakushukuru kuwa nasi kwenye Kinaga Ubaga. Asante sana. Na mpenzi msikilizaji, naitwa Mohamed Khelef, na kwaheri hadi mara nyingine.